Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and the First Gentleman. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na mme wako. Madam Janet Magufuli and members of the Magufuli family. Mama Janet Magufuli na wanafamilia. Your Excellencies, heads of state and government, and may I also recognize the chairman of the AU, His Excellency President Tshisekedi Chilombo. Waheshimiwa wakuu wa nchi na serikali, naomba mniruhusu kutambua uwepo wa mwenyekiti wa Jumuiya ya Umoja wa Afrika, Mheshimiwa Rais Tshisekedi. Your Excellencies, members of the diplomatic corps, and the people of Tanzania. Waheshimiwa mabalozi pamoja na wananchi wa Tanzania. Today is a dark day in Tanzania, in our region, and the whole of our continent. Siku ya leo ni siku ya giza sana hapa Tanzania, katika ukanda wetu, lakini pia katika bara zima la Afrika. We in Zimbabwe join you as we mourn a giant who dedicated his life to the service of his people and the cause of our continent in different capacities. Sisi wa Zimbabwe tunamlilia sana Mheshimiwa Rais kwa sababu ya maisha yake aliyojitolea kuwatumikia wananchi wake, lakini pia kulitumikia bara lote la Afrika. On behalf of the government and the people of Zimbabwe, and indeed on our behalf, I would like to convey my deepest condolences to Your Excellency Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, and Madam Janet Magufuli and members of the Magufuli family, as well as the government and the revolutionary people of Tanzania, for your sad loss. Kwa niaba ya watu wa Zimbabwe na kwa niaba ya serikali ya Zimbabwe na kwa niaba yangu mwenyewe, ningependa kutoa pole nyingi sana kwako Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, kwa mume wako, kwa mama Janeti na familia, kwa kumpoteza ndugu yetu. We in Zimbabwe mourn with you. Sisi wananchi wa Zimbabwe tunaomboleza pamoja nanyi. We have lost a friend of our country, a dear brother, a comrade, an admirable leader, and a man of the people. May you take comfort and solace in the awareness that our thoughts and prayers are with you, the people of Tanzania. Tumempoteza ndugu yetu, kaka yetu, kamaradi wetu, na tunaomba mpate faraja kwamba mawazo yetu na maombi yetu yanaelekezwa kwenu. Your Excellencies and fellow mourners, the late President John Pombe Joseph Magufuli established a reputation as a man of action in order to hasten the pace of development for Tanzania. Waheshimiwa viongozi, ndugu waombolezaji wenzangu, Mheshimiwa Rais Magufuli alijenga heshima ya kuwa ni mtu wa vitendo ambaye alikuwa tayari kwa ajili ya kuharakisha maendeleo ya Tanzania. He was a true Pan-African who believed in the need for Africa to increase economic cooperation and trade for the benefit of our peoples. He was a leader who led from the front, who was passionate about the welfare of his people and the development and prosperity of Africa as a whole. Alikuwa ni mwanamajumui wa Afrika. Aliamini kwamba Afrika lazima ifanye biashara
na ili kujiendeleza kiuchumi. Zimbabwe was inspired upon learning that Tanzania had attained lower middle income status 5 years ahead of target. Na Zimbabwe ilifurahi sana kusikia kwamba Tanzania imeufikia uchumi wakati miaka 5 kabla ya wakati uliopangwa. Indeed, this is one of the main milestones of achievements which are testimony of the astute, incisive and focused leadership of the late President John Pombe Joseph Magufuli. Kwa hakika haya ni maendeleo makubwa na ni alama kubwa ya mipango na maendeleo ambayo Mheshimiwa Rais Magufuli aliyafanya kwa ajili ya kuharakisha mabadiliko ya kiuchumi nchini mwake. In the Southern African Development Community SADC, the late President Magufuli was chairperson from August 2019 to August 2020, during which he ably steered the regional ship towards inclusive and sustainable industrial development, increased intra-regional trade and job creation. Katika kipindi chake akiwa mwenyekiti wa SADC kuanzia mwaka 2019 Oktoba na hadi mwaka 2020, aliweka msitizo mkubwa katika maendeleo ya viwanda na utengenezaji wa ajira. The late President Magufuli was always unwavering on calling for the region to stand together on matters of principle. Mheshimiwa Rais alihamasisha sana viongozi wa jumuiya ya SADC kusimama pamoja na kusimamia misingi ya uongozi. We, the people of Zimbabwe, who always remember him for the pivotal role he played as chairperson in having SADC set aside the 25th of October as a day for the collective call for the removal of the illegal sanctions imposed in Zimbabwe. Tutamkumbuka sana Mheshimiwa Rais kwa kuamua kutenga tarehe 25 ya mwezi Oktoba kwamba ni siku kwa Afrika kuinua sauti zao dhidi ya vikwazo ambavyo Zimbabwe iliwekewa. His visionary leadership history of SADC, historia yake itabakia alama katika eneo la SADC. In 2019, Zimbabwe was devastated alongside Mozambique and Malawi by Cyclone Idai, and Tanzania was the first African country to donate tons of food and medical supplies. But na mwaka 2019 Zimbabwe pamoja na Malawi zilikumbwa na kimbunga cha Idai na zikawa na njaa kubwa, na Mheshimiwa Magufuli alikuwa ni kiongozi wa kwanza kabisa katika eneo la SADC kutoa msaada wa tani nyingi za chakula. But I would like to narrate what happened. He telephoned me at night when I was sleeping. Nataka niwasimulie kilichotokea kwamba alinipigia simu usiku nikiwa nimelala. Then when I realized it was President Magufuli, I attended. And he said, nilipotambua kwamba ni Mheshimiwa Magufuli, nikapokea simu hiyo na ndipo akasema, my dear brother, I know you have been struck by Cyclone Idai. What can we do as Tanzania to assist? Akaniuliza, kaka yangu, najua kwamba mmekumbwa na kimbunga cha Idai, na sasa ni nini ambacho nadhani Tanzania inaweza kufanya ili kuwasaidia? Then I said, my brother, you may assist with food. He said yes. With blankets? He said yes. With medicines? He said yes. But because I was sleeping with mosquitoes, he said, mosquitoes? Said, no, I meant mosquito nets. Baada ya hapo nikamwambia unaweza kusaidia chakula, mablanketi, madawa, lakini baadaye nikasema unaweza kutusaidia pia umbu. Akasema umbu ni nini? Nikamwambia ninamaanisha vyandarua vya umbu kwa maana ya mosquito nets. And of course with tents. And indeed, the following day,
in the evening, a plane load of Air Tanzania arrived with those things. Na siku iliyofuata jioni ndege ya Tanzania ilifika ikiwa na misaada hiyo. I want to assure you, Excellency President Samia Suluhu Hassan and the heroic people of the United Republic of Tanzania of the continued support, solidarity and cooperation of the people of Zimbabwe as you pursue the dreams and the vision you shared with the late departed President John Magufuli. Mheshimiwa Rais, napenda kukuhakikishia kwa niaba ya wananchi wa Zimbabwe kwamba tutaendelea kuwaunga mkono kwa dhati kabisa katika jitihada za kuendeleza kuyafikia maono na ndoto ambazo mmekuwa nazo pamoja na hayati Magufuli. The late President Magufuli paid a state visit to Zimbabwe. And when he did so, as he did to South Africa, he brought boxes and boxes of Swahili books. Najua Mheshimiwa Magufuli alifanya ziara kule Zimbabwe kama alivyofanya kule Afrika Kusini, na alipofika alikuja na maboksi mengi sana ya vitabu vya Kiswahili. But he was delighted when I told him Zimbabwe already offers a degree in Swahili at one of our universities. Na akafurahishwa sana kusikia kwamba Zimbabwe tayari ilikuwa ikitoa masomo ya Kiswahili katika moja ya vyuo vikuu vyake. Then he asked me whether I had been to Tanzania before. Alafu akaniuliza kama nimewahi kuwepo Tanzania hapo kabla, nami nikasema ndio. I said the people of Tanzania are a revolutionary people. They gave birth to the independence of the Republic of Zimbabwe. Nikasema wananchi wa Tanzania ni wananchi wa kimapinduzi kabisa, kwani walileta ukombozi kwa taifa la Zimbabwe. I told him that I came to Tanganyika at the time in 1963, and we opened our first camp with Frelimo at Bagamoyo. Na nikamwambia nilikuja Tanzania mwaka 1963 na ndipo tukafungua kambi yetu ya wapiganaji ya kwanza kabisa kule Bagamoyo. We were only 59 cadres. Tulikuwa makada 58. So he promised that when I reciprocate his visit to Tanzania, you would allow me to visit Bagamoyo camp. Na akaniahidi kwamba nitakapofanya ziara rasmi hapa Tanzania atanipa fursa ya kutembelea kambi ya Bagamoyo. I'm happy to say to you, the people of Tanzania, when I came over, he did facilitate, and I was taken to Bagamoyo camp, where I then donated $60,000. Na ndipo nilipokuja nikafanikiwa. Excellence, Madame la nouvelle présidente de la République unie de Tanzanie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania, Excellence, Monsieur les présidents des chefs d'État ici présents, waheshimiwa viongozi wa serikali mbalimbali waliopo hapa, Messieurs les chefs de mission diplomatique et chefs de délégation ici présents, wawakilishi wa balozi mbalimbali na viongozi mbalimbali. Je me permets d'abord par glorifier le nom du Seigneur qui a fait que nous soyons ici en toute quiétude pour pouvoir participer à la folie. Kabla ya kuendelea, naomba kwanza nitukuze jina la Bwana kwa kutuwezesha kufika hapa kwa ajili ya kuomboleza kifo cha Mheshimiwa hayati Dr. John Pombe Magufuli. Excellence, Madame la Présidente. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania,
major chef d'État du Burundi qui m'a fait l'honneur de représenter dans ces assises. Ninaomba kwanza nifikishe salamu za kiongozi. Les autres l'ont déjà signifié, nous sommes en douleur extrême. Walionitangulia wameyasema, tupo kwenye majonzi mazito. La Tanzanie vient de perdre son chef d'État. Tanzania imepoteza rais wake. Mais nous partageons cette souffrance